kweli mimi alipokuja katibu mkuu wa CCM nikamleta hapa aje kukagua ile zahanati ili tupate uongozi. Kweli akaja kukagua zahanati, akaahidi yeye mwenyewe kuleta mifuko 200, akamwagiza na mbunge kwamba ifanyie utaratibu, zahanati ikamilika. Tukaja tukajenga, nikamaliza mgogoro wa zahanati. Sawa. Tukaenda ukaanza mgogoro wa shamba la magereza. Mara ya kwanza ikiwa haikuwa eneo hili. Mara ya kwanza mgogoro nilivyoambiwa, niliambiwa magereza hawataki watu kupitisha ng'ombe kwenye shamba lao, napiga watu. Mgogoro wa kwanza nilioletewa. Tukaita uongozi wa magereza na kuwauliza, akasema bwana sasa tupige watu. Kaambia sasa kama kulikuwa na afisa wenu wamepiga watu au nini, taratibu wa kupigana haupo. Hii ni nchi ya Watanzania, kila mtu yuko huru, ana haki kwenye nchi hii. Wekeni utaratibu kama ni njia kwamba watu wao wanapita hapa. Huo mgogoro ukaisha. Kaja mgogoro mara ya pili wa mipaka. Mgogoro wa pili kwenye mipaka nilikuwa nimekuja kufanya mkutano pale, kama mnakumbuka, mbele ya shule ya msingi tunapofanyaga mikutano. Kaonekana mgogoro hapa ni wa mpaka, kwamba magereza mpaka waliopewa awali wamevuka, wameenda kwenye mpaka mwingine. Mimi nikatuma timu kutoka halmashauri hao jamaa na ndio wanakuambia kwamba 2024 tulikuja. Walikuja wakati tunakuja kushughulikia mgogoro wa mpaka, na nikawapa maelekezo kwamba sasa nendeni mkapime mipaka yenu kamili, kwa sababu hii habari ya kila siku tunasema mpaka ni mti ukifa unakuwa kuna mpaka. Nendeni mkapime. Bwana niliagiza maagizo kwenye kikao tena cha kamati ya usalama wa wilaya. Ikatumwa timu kutoka makao makuu kuja kupima mipaka. Nilipokuja ikapima mipaka wakaenda. Baadaye nikapokea malalamiko, nadhani walikuwa kutoka kwa mwenyekiti baadhi ya timu, kwamba bwana hao wamekuja kupima mipaka lakini hawajashirikisha uongozi na wananchi. Kwa wamekuja wenyewe, wameenda kufanya hata magereza, sisi wananchi hawajatuhusisha. Nikamwambia kuna mtu ambaye shamba lake limekatwa? Akaniambia hakuna. Kwa hiyo kuna mgogoro gani? Akasema sasa tutakiwa tukubaliane na nini. Nikamwambia huyu bwana, katika mazingira ambayo mmepima hilo eneo, wananchi wao wanalalamika kimekatwa kipande gani? Kaja timu ya wananchi na wengine jana walikuja, wakasema eneo ambalo wamejichukulia magereza ni ekari 456. Mimi nikawaambia hawa watu wa magereza waniambie imekuwaje wameenda kuchukua ekari 456 tofauti na eneo lao. Hawa mabwana wakaniletea ile dokumenti zao zinazoonyesha wanamiliki eka ngapi. Wakaonekana hapa wanamiliki ekari 216 tu, sio ekari hizo 456. Na wakaniambia katika ekari hizi 216 tunazozilima ni ekari 150 na ekari 96 hizi tumepanda miti, hatuzilimi kwa sasa. Jana tunasikiliza kero, mheshimiwa waziri mkuu amekuja, imekuja hoja mpya. Jana kulikuwa na wananchi wale wajana wapo wale mama wamekuja, mama akasema yeye ndo ametumwa na wananchi, na wale baba wako wapi? Ndio hao nawataja, wanahitaji wa mnene hivi na mwingine
akaniambia mimi ndio mwakilishi wa wananchi, nimetumwa. Na nikamwambia sasa, unajua Kinambeo kila siku naletewa watu wapi? Yaani nikimaliza mgogoro na hawa wanaambiwa mwakilishi wa wananchi, wanakuja watu wengine wananiambia wao wawakilishi wa wananchi. Nikawauliza, kwani nyinyi wawakilishi wenu msitegemea iwe viongozi wa serikali yenu ndio wawakilishi mliochagua? Maana yake kila siku nadili na watu wapi? Yaani historia nao hapa, kila mgogoro hapo walikuja watu tofauti, na mara mbili tu ndio walikuwa wanaongozana. Na niliokaa hapa napokea watu kila siku wa sampuli mpya na madai mapya. Nikawaambia sasa nataka wananchi wote tufanye mkutano, na nitakuja mwenyewe, waniambie hasa wao mwakilishi wao ni nani, lakini pia wanachokitaka wao hasa ni nini. Hawataki shamba la magereza, kuna mgogoro wa mipaka, kuna mgogoro wa njia magereza wanazuia, au kuna malaki. Sasa migogoro hapa kila siku inakuwa na sura mpya, na wanakuja watu wapya. Kila anaokuja anakuambia mimi ni mwakilishi wa wananchi wa Kinambeo. Mwakilishi wa wananchi wa Kinambeo ni nani?